Azae mtoto na asipozaa mtoto tena kihome tena ni mbaya, lakini si haki kumfukuza. Mimi nasema subra na kuomba Mwenyezi Mungu, lakini usifukuze mke wako ili apate mtoto. Ati ama upande mahindi hapa ungoje machungwa yaje, urongo. Lazima ufanye vitu vizuri kulingana na kama ni saa hiyo kazi ni saa hiyo job. Sababu ikiwa bibi azai, watu wengine usema mfukuze. Na bibi mwenyewe kimwomba muole bibi mwingine ataki. Sasa utasa uona. Utasa. Sasa lazima uzungumze naye kwa njia nzuri na utaratibu na umbembeleze mpaka kubali ndio muole bibi wa pili. Huwezi mfukuza bibi Juliazai. Sana sisi utaka kumfukuza huyo dem. Sana wajua jamii yako. Ni mother in law mama sasa. Wanakuja wote wanasema huyu dilete hapa anakula ugali sana na azai. Sasa as a human being wengine unaona yenyewe. Lakini kihaki ndio unampenda sasa. Sana. Una haki ya kumfukuza. Kwanza mimi ndo lani kwetu kwanza kuna dadangu mwingine iko hivyo shida na mother in law. Bwana akachochwa lakini akavumiliana juzi wamepata mtoto. Amevumilia na uko na chochwa na madada wamekaa sana kama miaka 7 tangu olewe. Nasema aweke tia bidii kidogo, si lazima iwe amtazaa. Wazaa baada ya kutia bidii sawa. Upandacho ndio uvunacho. Kama Ibrahimu alimuomba Mwenyezi Mungu ataka mtoto. Mwenyezi Mungu akampa mtoto. Unajua kwa kweli ni majaliwa ya Mungu. Kupata mtoto ama kukosa mtoto yote utegemea Mwenyezi Mungu vile amekujalia. Wengine wanakula madawa, kwanza miraa. Miraa wajua ufanya kazi isiwe. Saa nyingine hizo vitu ziko. Lakini tunakazana sana kujifanya ati bado sisi tuko. Lazima mtu ale chakula ya maana kama unataka mtoto. Na ukimwamini Mwenyezi Mungu nikichapiga hii job mambo yatakuwa mazuri. Una pesa za kutosha. Ukiambiwa piga job huwezi. Hivyo wazee wa zamani wakipanda maharagwe ndio baada ya siku 21 akafanya kazi. Akapanda mbegu yake, mbegu ikawa imeingiana kisawasawa. Umeelewa? Lakini sasa lazima tuangalie kitaalamu, kitamaduni, kinini, mambo yote. Lakini pia mwisho mtu kupata mtoto inategemea kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Si lazima iwe ni miraa, lakini iko percentage ya miraa. Percentage ya miraa. Basi ingekuwa Somali wengi kwa population na Amerika. Wewe acha hivyo, Somali wana zile vitu wanakula. Kama nini? Na Wasomali si wengi uzaliwa. Nani anakuambia? Kwani wewe ndio wazaliwa na Somali ni Wasomali? Uwaga hivyo. Miraa. Ulikwenda kuwazalia. Kula chakula, wachana na nyasi. Wachana na nyasi bana. Wacheni kujifanya mbuzi. Hakuna utasa na ugumba. Ukila mzuri, ukikalia tup. Kweli kwa maana ikiwa wife hazai, labda wewe uko na problem ama yeye mnafaa kwenda muangaliwe. Lakini huwezi kumfukuza. Kile utafanya kama problem ni yake, unaoa. Ukiwa mzazi, una haki ya kumchagulia mtoto wako ule mtu atamove naye. Kwanza kwa area hii tunaishi, una haki ya kumwambia mtoto wako hapa hapana. Kwa sababu unajua. Manake utaki awe kama wewe. Lakini sasa sisi hapa sana mitaa za Nairobi nyingi, wazazi waambiwa watoto wao kweli. Mtoto ana vile mamake ama babake alipitia, anamwacha mtoto wake apitia hapo. Hizo ndio makosa za hiyo mapenzi ya watoto. How's to boy in life?